Huyu mshikaji anatambulika kwa jina la Krishna, anatoka ndani ya familia ambayo ilikuwa na pesa za kutosha, na kwa sasa yeye ndo alikuwa anasimamia kampuni zote za familia yao. Leo kipindi ambapo alikuwa anaelekea kazini bwana, njiani anafanikiwa kukutana na mwanadada mmoja anayetambulika kwa jina la Pranaya. Mshikaji kipindi ambacho alikuwa anashangaa urembo wa bimdada Pranaya pasina kuweza kutambua upande wa nyuma, naye kuna bimdada mwingine alikuwa anamshangaa sana mshikaji. Bimdada huyu anatambulika kwa jina la Janvi, ni binti pekee ndani ya familia ya Kishua ndani ya hili eneo, na familia hizi mbili zilikuwa zinafahamiana. Tatizo lilikuwa ni kwamba baba yake na Janvi miaka 20 iliyopita alikuwa anahitaji kwenda kuoa ndani ya familia mtaalamu wetu Krishna. Tatizo baba huyu baada ya kufika akakuta mke ambaye alikuwa anatamani kumuoa tayari alishachukuliwa na mtu mwingine, lakini leo baada ya kwenda kuelezwa na kijana wake, baba akasema atajikaza kwenda kuongea na familia ya Krishna ili binti yake aweze kupata chombo. Kipindi ambacho alikuwa anapanga mipango upande wa pili kwa Krishna, alikuwa tayari alishazama kwa bimdada Pranaya. Baada ya kufanya uchunguzi wa pambe, anakuja kumweleza bimdada anafanya kazi ndani ya jumba moja la watoto yatima. Mshikaji akaona ni bora atafute njia ambayo itamfanya yeye pamoja na bimdada wawe karibu zaidi. Njia pekee aliyoiona ni kwenda kuomba kazi ya udereva ndani ya sehemu hii. Dada baada ya kumfanyia interview, mshikaji alifanikiwa kupita na akapewa kazi ndani ya hili eneo. Siku ya kwanza majukumu, mwamba kwa bahati mbaya anaamka alishachelewa. Bwana, haraka zinampelekea kuondoka na gari zuri la thamani, lakini pia akavaa nguo za bei. Bimdada anamshangaa, huyu jamaa alisema hana maukoto, inakuwaje bwana leo yuko tofauti kama hivi? Mshikaji akamwongopea na kumweleza ana bosi wake mmoja ambaye alimpeleka airport. Bosi huyu huwa ana makampuni Dubai na hata ile gari alilonalo ni la kwake. Bimdada akamweleza, huu uongo ni wa kwanza umenieleza, lakini endapo nikigundua siku nyingine umeniongopea, hakika sitoweza kukusamehe. Kazi inaanza. Mshikaji kazi yake ilikuwa ni kumwendesha bimdada, lakini pia wakati wa jioni kuwachukua wanafunzi shuleni na kuwaleta ndani ya kituo hiki cha watoto yatima. Kama hiyo itoshe bwana, mshikaji pia alikuwa anafanya kazi za nyumbani ikiwemo kupanga maua ndani ya hili eneo. Dada alikuwa anamtumikisha mshikaji pasina kutambua ya kwamba huyu mwamba alikuwa ni bilionea, yuko hapa kwa sababu ya upendo alionao juu yake. Muda wote Krishna alikuwa anawasiliana na wapambe wake wakimpatia ushauri ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya ili azidi kuonekana ya kwamba yeye alikuwa ni maskini. Watu wa hili eneo wakaanza kuvutiwa sana na mshikaji wetu Krishna kutokana na uchapakazi aliyokuwa nao, lakini pia bimdada siku hii ya leo anaondoka na Krishna na kwenda kukutana na mtu ambaye alikuwa akatafutiwa ili kwenda kuzungumza naye, endapo akielewana basi wachukua hatua ya kufunga ndoa. Dada akamwomba Krishna naye aweze kukaa ndani ya hili eneo na kusikiliza haya mazungumzo. Muoni hakika haya mazungumzo hayakuwa mazuri sana, kwani alikuwa anajisifu ya kwamba alikuwa na maokoto ungali alikuwa hana chochote. Bimdada hakutokea kabisa kuvutiwa naye, wakaondoka. Kipindi ambacho alipokuwepo njiani, anamweleza Krishna anatamani sana kwenda kukutana na familia yake, lakini Krishna anamweleza bimdada familia yao ni maskini sana, ila kama atahitaji kwenda kukutana na familia ya kijana maskini basi yeye atakuwa tayari kwenda kumkutanisha na familia yake. Bimdada anasema kwamba hakuna shida yoyote, anatamani sana kukutana na familia ya Krishna. Leo akarudi akiwa na furaha sana. Kipindi ambacho alikuwepo ndani ya swimming pool bwana, anafika mtu ambaye kipindi cha nyuma alishawahi kumuzia eneo la eka 10. Mshikaji kafika hapa, lengo kubwa alikuwa anahitaji kuweza kurudishiwa ekali zake ili afanye michakato yake, kwani kwa sasa anadai ya kwamba ekali zile zilikuwa zina thamani kubwa. Krishna anakataa kufanya hivyo muungwana. Baada ya kukataliwa, safari ikampeleka mpaka sehemu ambapo kulikuwa kuna kituo cha watoto yatima na kwenda kudai hii ardhi, kwani anadai ya kwamba baba yake kabla ya kupoteza maisha alitoa hii ardhi ili kijengwe kituo cha watoto yatima, lakini kwa sasa anahitaji ardhi yake iweze kurudi, kwani alikuwa hana maokoto. Muungwana anawapa siku kadhaa watu hawa waweze kuondoka. Krishna baada ya kufika na kuzipata hizi habari, akawaahidi watu wa hili eneo ngoja aende akamwombe Mungu anayemwamini yeye, kwani anaamini baada ya hayo maombi kila kitu kitakaa sawasawa. Safari inampeleka mpaka kwa muungwana. Baada ya kufika, anatembeza kichapo cha kutosha, kisha anamweleza mshikaji inabidi aweze kurudisha nyaraka kwenye kile kituo cha watoto yatima, kwani asipofanya hivyo basi ataenda kumfanya mambo mabaya zaidi. Muungwana anamweleza
anamweleza Krishna akihitaji yeye arudishe ile ardhi, basi inabidi aweze kumrudishia zile ekari 10 alizomuuzia miaka ya nyuma. Krishna anakubali kurudisha ekari 10. Muungwana anaelekea ndani ya kituo cha watoto yatima na kurudisha nyaraka, lakini pia anamweleza bimdada, kijana uliyemwajili ya kwamba ni dereva wa kawaida, bwana huyo jamaa ni tajiri mkubwa sana ndani ya hili eneo, kwani anamiliki makampuni makubwa, lakini pia kama hiyo haitoshi, amenirudishia ardhi yenye thamani kubwa sana kuliko hata hili eneo. Dada akashangaa sana. Krishna baada ya kufika bwana akakuta bimdada siku hii ya leo yuko tofauti. Bimdada anamweleza Krishna ni kwa nini alimwongopea, lakini mshikaji anaeleza hisia zake kwa bimdada na kumweleza kwamba asingeweza kuja kama jinsi ambavyo alivyo, aliamua kuja kama hivi ili aweze kutengeneza mapenzi ya kweli baina yake pamoja na bimdada, kwani alitambua bimdada ni mtu ambaye hapendi mambo mengi sana, bali anapenda maisha ya kawaida. Dada anamtimua mshikaji mwamba. Baada ya kuondoka, mmoja kati ya kijana wake anakuja kumweleza bimdada ni kweli huenda bosi wao akawa kamwongopea bimdada, lakini atambue ya kwamba mambo yote aliyomfanyia aliyafanya kwa sababu ya upendo alionao, kwa sababu Krishna hakuwahi kuishi maisha magumu hata kidogo. Muuni kipindi ambacho alikuwa na huzuni, anafika nyumbani anapewa taarifa nyingine. Baba mtu anamweleza wamemtafuta binti ambaye anatambulika kwa jina la Janvi, wanahitaji aweze kufunga naye ndoa. Krishna anakataa na kueleza familia yake ya kwamba tayari ndani ya moyo wake kuna mtu ambaye alishampenda. Pranaya baada ya kujifikiria vizuri akagundua hakika kweli mshikaji alikuwa anamuelewa. Bwana anaamua kuweza kumpigia simu. Mwamba anafika ndani ya hili eneo, watu wawili wanakubali kuanzisha safari ya upendo, lakini pia Mwamba alikuwa kafika ndani ya hili eneo pamoja na familia yake. Familia ya Krishna inakutana na bimdada. Sasa kwa kuwa huyu bimdada alikuwa ni yatima, wazazi pekee ambao alikuwa anawategemea ni hawa wazee ambao walikuwa wanamiliki hiki kituo. Bwana mipango inawekwa sawasawa. Krishna pamoja na bimdada Pranaya wanafunga ndoa ya upendo. Furaha inatawala, lakini pia wanapata muda wa kwenda honeymoon bwana, kipindi ambacho wao walikuwa wanasherehekea. Kwa bimdada Janvi bwana ilikuwa ni huzuni kubwa. Baba mtu anambembeleza mwanaye na kumweleza kile kilichomkuta yeye miaka 20 iliyopita ndio hiki ambacho kimemkuta binti yake. Binti anasema hakubali, anaweka mipango, anatafuta wahuni wa kwenda kumwangamiza mtaalamu wetu pamoja na bimdada. Washikaji wanamvizia Krishna pamoja na Pranaya kipindi ambacho alikuwepo katika mitoko yao, wanaofanyia jambo baya. Bimdada Pranaya anakuja kushtuka yupo hospitalini, lakini kwa mshikaji ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Krishna, yeye daktari anasema ya kwamba hakika itachukua muda mrefu kwa kuweza kupata fahamu kutokana na majeraha ambayo mshikaji alikuwa ameyapata baada ya miezi kadhaa kuweza kupita. Krishna anakuja kuamka, lakini kwa sasa alikuwa akapoteza kumbukumbu ya miezi 6 iliyopita, na kwa kuwa bimdada alikuwa akakutana naye miezi 4 iliyopita, hivyo hapa ikawa ni changamoto, yani akawa kasahau kabisa kwamba alikuwa akafunga ndoa yeye pamoja na bimdada Pranaya. Daktari anatoa ushauri, anamweleza bimdada asimlazimishe mshikaji kuweza kurudisha kumbukumbu, kwani endapo akifanya hivyo huenda akakumbana na majanga makubwa zaidi. Krishna baada ya kuuliza bimdada Pranaya alikuwa ni nani, bimdada akajibu na kumweleza kwamba yeye alikuwa ni sekretari wake na akawa na ukaribu mkubwa sana pamoja na bimdada na kumweleza mambo yake mengi. Hii fursa ya mshikaji kuweza kupoteza kumbukumbu ya penzi lake pamoja na Pranaya, Janvi akaitumia vyema, akaenda kukutana na mshikaji na kwanza kuweka naye mahusiano ya kimapenzi. Krishna kila mtoko ambao alikuwa anatoka na Janvi alikuwa anamshirikisha kwanza bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Pranaya, na hata baada ya kuweza kurudi kila kitu alikuwa anamwelezea ambacho walikuwa wamekifanya. Pranaya yeye akawa anamsikiliza, anamvumilia tu, kwani alikuwa anatambua ya kwamba huyu alikuwa ni mume wake, iwe isiwe ipo tu siku moja atakuja kumkumbuka. Janvi anafurahi kupata penzi, lakini kwa bimdada Pranaya kwake ilikuwa ni huzuni kwa kuto kukumbukwa. Upande wa Janvi akaamini ya kwamba ipo tu siku moja atakuja kuolewa na mshikaji, lakini siku hii ya leo baada ya siku nyingi kuweza kupita, Pranaya leo anaiaga familia ya Krishna na kueleza kwamba yeye ameamua kuweza kuchukua maamuzi ya kurudi ndani ya kituo cha watoto yatima kwenda kuendelea na maisha mengine mpaka pale ambapo mume wake atakapoamua kumkumbuka. Krishna anamsaidia kubeba begi na kumfikisha mpaka ndani ya kituo cha watoto yatima. Baada ya kufika akawa anamuuliza bimdada, je, katika hili eneo sikuwahi kufika, mbona anaona kama vile nina kumbukumbu na hili eneo? Pranaya anakataa na kumweleza mshikaji hii ndio mara yako ya kwanza kufika ndani ya hili eneo. Krishna anaondoka na pete, lengo ni kwenda kumvisha bimdada Janvi, lakini baada ya kufika leo anamweleza bimdada ya kwamba anaona swala la kumvisha yeye pete atakuwa anafanya makosa, kwani anaona moyo wake
unaumia sana baada ya kukaa mbali na bimdada Pranaya. Krishna anamwomba msamaha bimdada Janvi na kumweleza kwamba amsamehe sana, kwani anaona moyo wake tayari ulishampenda mtu mwingine. Safari inampeleka mpaka kwa bimdada Pranaya. Baada ya kufika, anaomba aweze kupatiwa kahawa. Bimdada anashangaa, mshikaji, imekuwaje? Si aliondoka anaenda kumvisha pete bimdada Janvi, mbona akarudi ndani ya hili eneo tena? Alikuwa na furaha kweli kweli. Anaenda kumuuliza mmoja kati ya mfanyakazi wake ni kitu gani kimeweza kutokea. Mshikaji anamweleza bimdada Pranaya, inaonekana mume wako anatafuta njia ya kurudisha mapenzi yenu. Krishna leo akafanya mtoko pamoja na bimdada Pranaya na kwenda kumuuliza maswali mawili matatu juu ya mahusiano yake. Dada akamweleza Krishna kwamba tayari ndani ya moyo wake kuna mtu ambaye anampenda. Tatizo ni kwamba atambui kama yule jamaa naye anampenda ama la. Mshikaji alikuwa na kazi sana, yaani kumtongoza mke wako kwa mara nyingine. Iseki ni kipengele. Mitoko ikawa ni mingi sana baina ya watu hawa wawili. Kipengele kikaja, bimdada akagundua kwamba tayari alikuwa ni mjamzito, na haya yote yalikuwa ni matokeo ya zile siku 7 za mwanzoni. Bwana, mshikaji wetu Krishna pamoja na bimdada Pranaya wakaamua kwenda kufunga ndoa kimya kimya, huku familia yao wakiwa hawatambui. Lakini kitu ambacho mshikaji alikuwa akifahamu, alikuwa anafanya kazi ya kumwoa mke wake kwa mara ya pili. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy hadithi hii, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.